Bana, soka la Bongo lina mambo mengi kwelikweli. Soka la Tanzania ni lazima ukutane na songo mbingo nyingi hasa kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea, hasa pia pale ambapo kwenye michezo ya dabi inapokuwa inakaribia, utakutana namna ambavyo mambo yanakuwa ni tofauti. Sasa kunako ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans, na vipi kuhusiana na sakata kwa upande wa klabu ya Simba kuhusiana na kupeleka kesi moja kwa moja kuhusiana na Damaro Kamara. Utakwenda kufahamu hapa nini hasa ambacho kinaendelea, lakini kabla hatujaitazama taarifa hii umakini zaidi, hapa nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Wakati joto la dabi ya Kariakoo likizidi kupanda kuelekea Machi moja, hali ya ushindani imehamia mezani baada ya taarifa kuibuka kuwa kwa upande wa klabu ya Simba wamechukua hatua ya kuifungia au kufungua shauri linalohusu usajili wa mchezaji wa klabu hiyo kiungo Damaro Kamara. Simba wanadai kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga wamekiuka kanuni za usajili kwa kusajili zaidi ya idadi inayoruhusiwa ya wachezaji wa kigeni kwa mujibu wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara. Kila timu inaruhusiwa kuwa na wachezaji wa kigeni wasiozidi 12. Hata hivyo, kwa upande wa klabu ya Simba wanahoji kuwa klabu ya Yanga wana wachezaji 13 wa kigeni, wakimtaja Damaro Kamara kama mmoja wao. Hoja kuu ipo kwenye uraia wa Damaro. Simba wanasisitiza kuwa mchezaji huyo ni raia wa Guinea, hivyo kuhesabika kama sio mgeni. Lakini kwa upande wa Yanga taarifa zinaweza kuwa mchezaji huyo alisajiliwa kama Mtanzania, jambo linaloibua sintofahamu kubwa juu ya nyaraka za uhalali wa usajili kupitia Tanzania, yani kwenye upande wa TFF. Mambo yanaelezwa kwa upande wao, wanaamini kwamba namna ambavyo wameweza kumsajili mchezaji huyo ni kama hivyo wamekiuka sheria. Taarifa zinadai kwamba Simba waliwasilisha malalamiko yao katika ngazi ya juu ya soka wakitaka uchunguzi wa kina ufanyika. Endapo itabainika kuwa Yanga walikiuka kanuni, Simba wanahitaji kwamba Yanga kupokonywa alama zote walizopata kwenye mechi ambazo Damaro alicheza, lakini pia faini au adhabu nyingine kwa mujibu wa kanuni. Uthibitisho rasmi wa uraia wa mchezaji huyo. Kwa mujibu wa kanuni mashindano, timu ambayo inayomchezesha mchezaji asiye halali inaweza kupoteza mechi husika kwa mabao 3-0, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa msimamo wa ligi msimu huu wa mwaka 2025-2026. Sakata hili limeongeza presha kubwa kabla ya dabi. Mashabiki wa pande zote magawanyika, wapo wanaona ni mbinu za kisaikolojia kabla ya mchezo mkubwa, na wapo wanaodai ni haki ya kisheria inayopaswa kufuatiliwa. Yapo Yanga watapokonywa pointi, inaweza kuathiri mbio za ubingwa na kuongeza mshawasha zaidi katika dabi inayosubiriwa kwa hamu kubwa kwa Watanzania. Hadi sasa hakuna tamko rasmi la kina kutoka TFF kuthibitisha au kukanusha madai hayo. Viongozi wa Yanga nao wameonekana kuwa makini katika kutoa kauli, wakiamini suala hilo linapaswa kushughulikiwa kwa taratibu za kisheria badala ya mitandaoni. Kwa sasa macho na masikio ya wadau wanatazama zaidi kwenye upande wa dabi ya Kariakoo, lakini Simba wamesema kwamba wasiposikilizwa basi sakata hilo litafika mpaka FIFA, jambo ambalo tayari watu wameanza huko kuangaza kunani FIFA, huyu mchezaji mnamjua kama ni raia wa wapi? Wao ndio ambao wakitoa tamko basi Yanga watakutana na rungu kali. Jambo kubwa zaidi tusubiri.